Habari muhimu kutokea viwanja vya Jangwani. Klabu ya soka ya Young African Sports Club iko tayari kuvunja mkataba wa mkopo na mshambuliaji wake Andy Boyeli Bopwa, na tayari macho yote yameelekezwa kwa striker mpya kutoka Angola anayeitwa Depo. Hakikisha una subscribe sasa ili usikose kila habari mpya ya soka la Bongo, kwa sababu kinachoendelea hapa Jangwani ni kizito na kinaathiri moja kwa moja nguvu ya Young African Sports Club kwa msimu huu. Uongozi wa klabu ya soka ya Yanga kwa sasa upo kwenye mazungumzo rasmi na klabu ya Sekhukhune United kutokea Afrika ya Kusini, wakilenga kusitisha mapema mkataba wa mkopo wa Andy Boyeli. Uamuzi huu unakuja baada ya tathmini ya kiufundi kubaini kuwa Boyeli hakuweza kuendana na mahitaji ya benchi la ufundi licha ya kupewa nafasi tangu alipojiunga mwanzoni mwa msimu huu. Ikumbukwe Boyeli alisajiliwa kwa mkopo wa mwaka mmoja akiwa na kipengele cha kununuliwa moja kwa moja mwishoni mwa msimu wa mwaka 2025-2026 endapo angeonyesha kiwango cha kuaridhisha mabosi wa klabu ya soka ya Yanga. Katika makubaliano hayo, Yanga ilikuwa inalipa 50% ya mshahara wake, huku Sekhukhune United wakibeba mzigo wa nusu iliyobakia. Hata hivyo, mambo yamekwenda kama ilivyotarajiwa ndani ya uwanja. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ndani ya klabu ya soka ya Yanga, kocha mkuu Pedro Gonçalves akiwa pamoja na uongozi wa Young African Sports Club wameanza kupiga hesabu kali kuelekea dirisha dogo la usajili litakalofunguliwa mapema mwakani. Lengo likiwa ni moja tu, kuimarisha safu ya ushambuliaji ili kuongeza makali ya timu katika mashindano ya ndani na ya kimataifa. Ndani ya hesabu hizo, jina la Andy Boyeli linaonekana kuwa nje ya mipango ya timu pindi Yanga itakaporejea katika mapumziko. Sababu kubwa ni tathmini ya kiufundi iliyoonyesha kuwa licha ya timu kuwa imara kwa ujumla, eneo la mbele linahitaji umakini zaidi, ushindani mkubwa na ufanisi wa hali ya juu. Kwa sasa Yanga ina washambuliaji watatu wakuu: Prince Dube, Clement Mzize ambaye ni majeruhi na Andy Boyeli. Hata hivyo, safu hiyo haijafikia matarajio ya uongozi na benchi la ufundi, hali inayosukuma maamuzi hayo magumu lakini ya kimkakati. Katika mchakato wa kutafuta mbadala wa moja kwa moja, Yanga imeanza kumpigia hesabu mshambuliaji wa timu ya taifa ya Angola, Laurindo Dilson Maria Aurelia maarufu kama Depo. Striker huyu anatajwa kuwa na uwezo mkubwa wa kufumania nyavu, kasi na njaa ya mabao, sifa ambazo Yanga inazihitaji kwa msimu huu na kuendelea. Kwa kifupi, hali halisi ni hii: Yanga inataka kuongeza makali, si kufanya majaribio. Andy Boyeli anaelekea kuondoka mapema, huku mlango ukifunguliwa kwa striker mpya kutokea Angola kuja kujaribu kubeba mzigo wa mabao ambao Jangwani wamekuwa wameukosa muda mrefu. Macho yote sasa yapo kwenye dirisha dogo la usajili na uamuzi wa mwisho wa mazungumzo haya. Endelea kufuatilia kwa taarifa sahihi za haraka na moja kwa moja kuhusu soka la Bongo. Kumbuka, hii ni Bongo Trend, lakini kama bado haujasubscribe, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Hii ni J Sports na mimi ni J Kibuga.